Bwana, mazito yanazidi kuibuka kuhusiana na mpatanishi ambaye ametumwa na Umoja wa Madola kuja kupatanisha nchini Tanzania. Huyu bwana aliwahi kuwa kiongozi, kuwa rais wa Malawi, lakini katika urais wake mambo ambayo aliwahi kuyafanya ni kumteua binti yake kuwa moja ya viongozi wa juu katika nchi ya Malawi, lakini pia alialikwa huko London kwenye mkutano wa kizazi na walimwambia aende na watumishi 10 kutoka nchini Malawi, lakini yeye akabeba familia yake, kwa maana mke wake, binti yake pamoja na mkwewe, akaenda nao huko katika watu hao 10. Hapa ni mahojiano ambayo alikuwa anahojiana na BBC, aliwekwa mtukati, lakini pia Mange Kimambe ameandika ujumbe ufuatao. Ameandika kwamba Watanzania, huyu mpatanishi tumepigwa. Hakuna mpatanishi hapa. Huyu tabia zake ni sana za Samia 100%. Huyu jamaa na yeye alimteua binti yake alipokuwa rais wa Malawi. Ndo hapo amewekwa mtukati, kwa nini amteue mwanae? Kabaki anajiumauma, alafu akaulizwa kwa nini kaenda kwenye mkutano wa kizazi London, kabeba familia yake badala ya kubeba watumishi wa serikali ya Malawi. Aliambiwa aende na watu 10 kutoka Malawi. Kati ya hao 10 jamaa akambeba mke wake, binti yake na mkwewe. Yani mpatanishi tuliyeletewa ni Samia aliyechangamka, hata yeye hana haya wala hajui mabaya. Watanzania tusimwangushe Polepole kwenye uhuni wa maliziano. Polepole alituambia mapema sana kuwa baada ya kuiba uchaguzi watakuja na uhuni huu wa maliziano. Polepole katekwa akijaribu kutuelimisha Watanzania juu ya hawa wahuni. Tusikubali watufanye kiini macho kama walichofanya kwenye uchaguzi na kampeni walizokuwa nazifanya. Watanzania, naweza kuambia 100% huyu jamaa kaja Tanzania kumsaidia Samia apate uhalali wa kimataifa kama rais wa Tanzania. Hakuna jingine zaidi ya hilo. Huu mchezo CCM wamewachezea Watanzania. Bwana, huyu ni Mange Kimambe, naye amelipuka mazito baada ya kupata taarifa za huyu mpatanishi ambaye anakuja kupatanisha nchi Tanzania kuhusiana na hali inayoendelea ya sintofahamu, ambapo kumekuwa na mkanganyiko kati ya wananchi na serikali hii. Mpaka wakati huu hakuna maelewano. Ndio maana Mange Kimambe ameibuka na kutoa na kuposti video ambayo alikuwa anahojiwa huyu bwana na BBC, lakini mwisho wa siku maelezo yake hayakujitosheleza kutokana na namna alivyobananishwa na BBC. Naam, niukumbusha mwanafamilia wa MCD Sports Zone, kama ni mara yako ya kwanza kutembea channel hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili wa kwanza kuzipata taarifa zetu za kimichezo, burudani, siasa na matukio mbalimbali kwa urahisi zaidi.